nakombeni sana. Hii jambo tusikuje tukaichukulia ni jambo ya kufurahia. Tusikuje tukaiona ni jambo ya kutufanya tucheke. Tusikuje tukakubali kulifanya jambo hili litendeke. Tutumie nguvu yeyote hile pamoja na maombi na kumweka Mungu mbele kabisa hili jambo lisije likafanyika. Nitawelezea kwa intelijensia ikiwa watakamilisha hii mpango ambayo ya kuweza kuwakusanya mashahidi kwa mkoa ya Mwanza, kwa mkoa ya Arusha na Dar es Salaam, na kuonesha kukiwa na mawasiliano zao na watu ya Kenya. Ati tu badala yake, ndugu yangu, naomba usikilize hii, wamewapea kitu inaitwa graphite. Unga ya graphite ambayo ati waseme ilikuwa inatoka Kenya na wanapewa wao kwa ajili ya kufanya milipuko. Graphite ni mabomu kwa lugha nyepesi, lakini wamepewa kwa mfumo ya granite, kwa mfumo ya maunga imeweka kwa machupa. Hizo mawasiliano ambayo Task Force imetengeneza group ya WhatsApp inatumika kwa hii MacBook Pro ambayo nimeweka serial number yake. Na ahidi kwamba chati yote tushaichukua na tutaitoelea ushahidi popote pale kwamba hii mpango munaifanya ni ya uongo. Kama hii mpango munaifanya ni ya uongo, tutaitolea ushahidi tukimweka Mungu zetu mbele na kukubali kusema ukweli kwa unyenyekevu bila ya kumwonea mtu yeyote ile kwa dunia ambayo tuko naye. Ndugu zangu, na kuomba hili sio jambo tena ya kucheka. Kuna watu wako targeted. Maana yangu ni kwamba kuna watu hawa vijana ambayo watatoa ushahidi kwamba wamepewa mapesa na mabomu na wameambiwa wakachome mavituo ya petrol station. Watawataja baadhi ya kaka zetu na dada zetu ambayo tunawaheshimu sana. Ati tu kwamba hiyo pesa ilikuwa imepitia kwa mawao. Na wanatumia wataalamu wa IT wazuri sana kutengeneza charts. Ni chati ya fake, kama ni fake charts, kuonesha kwamba walikuwa na chati na mtu fulani ambaye kwa sasa sitowataja majina. Hii watu ambayo kwa hii group ya Task Force ambayo ameconnect na laptop yake, tumewaona majina zao. Ndugu yangu, hii ni hatari ambayo hatuwezi kukubali ifanyike. Tutailinda. Sijawahi kufungua kamera, lakini leo iko sababu kubwa ya kufungua kamera, kuwaonesha picha za hawa majamaa na manyumba zao kupitia kompyuta yangu. Hii jambo lazima tuiparalyze kabla ya Ijumaa watafute mpango nyingine kabisa. Tusikubali hii dhuluma ije kufanyika kwa sababu tu hawa dada zetu na kaka zetu na watu yetu watatakiwa kufunguliwa mashtaka ya ugaidi, na wana mpango ya kufanya kudeal na Interpol waweze kukamatwa ama kurudishwa nchini yetu kwa sababu wameshiriki kufanya kitendo ya ugaidi ya kuwapea mapesa watu na kuripua maeneo. Ati pia wanataka pia kusema kwamba hao mavijana wakiri kwamba wao peke zao walishiriki na mauaji, kwamba kuna watu walikuwa wanaua peke zao kwa amri ya hao wanaharakati ambayo imewapea pesa. Ati badala ya polisi kukiri kama wao peke zao ndio walioua, sasa wanataka kuwapea watu nyingine hii jambo ambayo sio ya kweli. Ndugu yangu ambaye uko na magari, kwa sababu tu nataka upajue wapi huyo ofisa ambaye ni mkuu wa hii Task Force anakaa. Kuna kanisa kwa mujibu ya satellite hapa naona inaitwa St. Peter Catholic Church, ambayo nyuma yake ndo iko shule inaitwa Mbuyuni Primary School. St. Peter Catholic Church, kwa vile hapa naiona kwa satellite, iko na parking mbele kubwa, na pia kuna hoteli ya Protea Hotel. Nyuma ya Protea Hotel utakutana na St. Peter Catholic Church. Nyuma ya St. Peter Catholic Church ndio unakutana na skuli ya Mbuyuni. Sasa ndugu yangu, kama upo na gari ambayo umefika tayari St. Peter Catholic Church, endelea na gari yako ukiwa unaelekea barabara inaitwa Haile Selassie Road. Ukitembea na barabara ya Haile Selassie Road, hakutakuwa na njia rasmi ya kupinda,
lakini utakutana na njia moja ya mchanga ambayo sio lami, na kuna nyumba ambayo iko na fence, na hapo kuna unapinda hivi, kuna njia unatembea, ndo unapita kwa huyu mjamaa kwa nyumba ambayo anakaa. Huyu mjamaa nyumba ambayo anakaa yuko opposite na nyumba ambayo kwa mujibu wa satellite inaonyesha iko na swimming pool refu sana. Hapo nyumba ya pili ambayo nyumba yake juu rufu yake ama bati yake ni rangi nyekundu peke zake, yeye anakaa hapo. Anakaa hapo na lazima tumwambie kwamba hayuko salama. Hayupo salama kwa sababu kompyuta yake tuko nayo. Na WhatsApp ambayo kaunga kwa laptop yake tuko nayo. Tunaona kila chat ambaye anaongea naye. Na kama anamuita Comrade Lusinde ambaye yeye anaongea moja kwa moja na ofisa rais kumpatia yeye mapesa kwa gayama vijana, Bwana Lusinde na timu yako yote kabisa, tumeona chati zenu. Tafadhali sana, huu mpango wa kutengeneza ushuhuda ya uongo, tunaomba mchana hii sasa hivi ife kabisa. Ife kabisa. Tafadhali sana musi, hatutaki tena kuendeleza na makesi za uongo. Hatutaki tena kuona watu wakionewa kwa sababu za uongo. Hii jambo ni fake na hii jambo ni ya uongo, na tunawaona. Tunawaona kwa sababu ya vitu venu ambazo ni roho ya Mungu peke yake imenishika nisimalizie kutaja namba yako ambayo inaishia 704. Ambayo inaishia 233 inayoanza na 0754. Ni roho ya Mungu peke zake inanizuia hivyo. Na ndugu yangu ambayo umepewa simu ya Infinix Abili inaishia namba inaishia ngapi hiyo namba? 233. 233 Yeah, na huyu mkijana ambaye kapewa simu mpya kwa box, akaweka sim card ambayo jana katumia. Tumechukua email number ya kabila yake inaitwa Infinix, email number 35 38 83 93 03 62 74. Ndugu yangu, rejesha hiyo simu, haipo salama tena. Kitu yoyote ile unaweka, ukipigiwa, ukipiga, tuko na wewe. Tupo na wewe. Na hako vile kwa sababu tu naamini wewe ndugu yangu ni mtu ambaye unafanya hizi mambo kwa sababu ya shida ama kwa sababu yeyote ambazo peke zake Mungu anajua. Sitaki uingie kwa shida ambayo hutokuwa na nguvu ya kupambana nayo. Ndugu yangu ambaye mnamjua huyo ofisa, nikiangalia tena kwa satellite, kuna kitu inaitwa Yasser Arafat Road. Kama kuna apartment kwa hapa naona ziko 6. Nyuma yake huyu mjamaa ndio anakaa. Sasa naomba muniambie nyinyi tufanye nini, kwa sababu niko na access ya vitu zake zote. Nini mnataka tufanye leo hapa tumfanyie? Unataka to play voice notes ambazo wanachati, ambazo zenye ugaidi na ubaya mkubwa ambayo wanafanya, ambayo kwa WhatsApp yake ipo, ama ni nini tufanye sasa hivi wakati wao peke zao wanasikia, labda itasaidia waache hizi mambo. Naomba Abili, tunaomba play moja. Au nishusha. Wewe kwa huo ushahidi watamwacha. Tunampandisha tena. Akiplay voice note ambayo itakuwa hidden, sidhani kama watafahamu ni nani. Ana play tu nasikiliza. Au anyway, ndamwomba nitasikiliza mwenyewe. Kufahamu ni nani kwani sio shida zetu. Mradi ameshataja mpaka namba yake, sitakuwa anajulikana ni fulani. Kwa sababu anajulikana namba yake ya simu, anajulikana mpaka nyumba anayokaa. Kwa hiyo namba 3 zimemisi. Amesema ameiacha maksudi. Hujamuelewa? Hapa chini wanajua mpaka hiyo nyumba wanaijua. Watu wengi tu wanapajua. Tunataka iwe fundisho kwa sababu hawa watu wakishaendelea upumbavu. Yaani hawa parasite hawa hapana.
Jamani, mkumbuke leo tunaye dada yetu Maria Sarungi hapo yupo chini. Maria Sarungi angepanda na Sativa nafikiri aliniambia atakuepo, aliniambia kwenye Instagram ni kipengele haizi panda hivi karibuni, ila TikTok anaweza akapanda, lakini funga video. Hii habari anayosema Abiri imeshatoka kwenye imeshaonyeshwa kwenye media. Wamemweka Mage Kimambi, wameweka kama watu 4 5. Eti kwamba eti wamepewa hela mabilions na mapesa, eti wana mabilioni, eti wamefadhili yale maandamano. Pumbavu. Wameshindwa kuja huko TikTok, maandamano yametokea TikTok, unaenda kwa Mage Kimambi. Kwanza ni kuwauliza swali tu, Mage Kimambi ana ushawishi gani kuizidi serikali? Nataka kumuonea tu. Hawa ni mataira. Yaani ni watu ambao wanapigana vita kitoto sana. Useless. Haonekani hapo chini Abili? Yupo, si ndio hivyo nambonyeza mara kwa mara. Yaani naweza kafika hata mara 10. Kama mpo hapo chini tunaomba mpande. Tunaheshimu sana mapambano yenu. Walete kazi.